Siku ya matendo ya huruma kwa vijana wa kanisa la Waadventista wa Sabato ni tukio la kipekee linaloleta mabadiliko makubwa katika jamii. Ikiwa ni mwaka wa 13 tangu kuanzishwa kwake, siku hii waleta pamoja vijana wa kiume na wa kike ili kushiriki katika shughuli za kijamii. Ikiwa ni kuwatembelea wagonjwa, kutoa damu, kutoa misaada kwa vituo vya watoto yatima na wale wanaoishi katika mazingira magumu, kusaidia maskini, pamoja na kufanya usafi katika maeneo ya umma. Karibu kwenye makala haya ambayo kwa leo tutaangazia namna ambavyo siku hii ilivyoadhimishwa na vijana katika Firdi ya Nyanza ukanda wa dhahabu NGBF, hususan vijana walioshiriki siku hii muhimu ijulikanayo kama Global Youth Day katika shughuli mbalimbali za kuigusa jamii. Mimi ni Baraka Ngofira, mwandaji na mtalishaji wa makala haya. Changia damu, okoa maisha. Changia damu, okoa maisha. Na kwa kufanya maombi, kwa kusali, pia kwa kutenda matendo ambayo yanampendeza Mungu. Jamii iweze kuhamasika na kuchangia damu kwa hiari. Kila mtu anapowiwa mwenyewe binafsi, aje kitengo cha damu salama na achangie, kwa sababu kila anapochangia anakuwa ameokoa maisha ya mtu mmoja. Siku hii huadhimishwa katika wiki ya 3 ya mwezi wa 3 na msisitizo mkubwa umewekwa katika kuifikia jamii kiinjilisti, ambapo kwa mwaka huu ujumbe mkuu ulikuwa jamii inayobadilishwa, yani a transformed community, ambapo vijana wa kanisa la Adventista wa Sabato kote ulimwenguni walijitoa kubadilisha maisha ya watu kwa matendo ya huruma na upendo. Kwa hiyo niwaombe sana, kama Bwana aishivyo, tupate nafasi nzuri. Tutakwenda, kundi moja litaondoka kwenda kwenye vituo hivyo, viongozi watawapanga kwenda kuwahudumia wale vijana kule tunakokwenda. Si tu kwa kuwapatia, kuna haja ya kuwapatia nyimbo, kuna haja ya kuwapatia maneno ya faraja, kuna haja ya kutiana moyo. Kama ni vituo Pathfinder, mnakutana na wale wadogo kama wapo, mnashirikiana nao, mnatiana moyo pamoja, mnaimba nao, mnawaambia Bwana anawapenda, Yesu anawapenda. Mimi nimekuletea hii, lakini mimi ni mkono wa Yesu. Huyo Yesu aliyenisukuma kuleta ndio huyo Yesu ambaye nataka na wewe umwamini na uyatoe maisha yako kwake. Haleluya. Hatufiki tunakukabidhi tu pap, tutakuwa na muda wa kutosha pamoja nao. Tutakuwa na muda wa kutosha pamoja nao. Kwa sababu Pathfinder hawako kwenye damu. Pale tunapokwenda, kama wako watoto wengi, wana matukio yao, wana nini, mtapata hata nafasi ya kushirikiana, hata kucheza kampira pamoja nao, hata kuimba, chochote mnafanya pamoja nao, kuwatia moyo. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo sisi tunaobaki hapa, tutabaki kwa ajili ya kazi hiyo, lakini katika yote hayo tunaendelea kutiana moyo, na hiyo elimu itaendelea kutoka, kila kitu kitakaa vizuri kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Moja ya mahubiri yaliyopewa kipaumbele katika siku hii ya matendo ya huruma ni ile iliyotolewa na mkurugenzi wa idara ya vijana katika Union Conference ya Kaskazini mwa Tanzania, Mchungaji Steven Manema, ambaye aligusia umuhimu wa vijana kuwa na moyo wa huruma na kuwa na umoja katika kutimiza matendo mema na jamii. Yako maswali matatu ya msingi sana kwa ajili ya uzima wetu, na yako katika Mathayo 25. Ile mifano mitatu ni mikubwa mno, ni ya msingi sana. Pasipo ile mifano mitatu hakuna nafasi ya uzima wa milele. Tena ufalme wa mbinguni umefanana na nini? Wanawali 10. Anapoongelea wanawali 10, anaongelea mahusiano yako wewe na Mungu, taa na neno la Mungu kusoma. Lakini anapokuja mfano wa talanta, ni kile ambacho Mungu amewekeza kwako. Amewekeza nini? Ufundi, amewekeza pesa, amewekeza nini? Ulivitumiaje kwa ajili ya kazi ya Mungu? Lakini jambo la tatu, hilo ni la msingi sana, uliwatendeaje au walio wadogo? Nilipokuwa kifungoni, nilipokuwa uchi, nilipokuwa na njaa, nilipokuwa na nini, lini tulifanya? Kadri ulivyowatendea hao wadogo, ulinitendea nani? Kwa sababu Mungu mwenyewe hawezi kushuka kumpatia damu yule ambaye ana damu, ila damu iliyoko kwako ndio inakwenda kumsaidia yule. Wale walioko kwenye vituo vya watoto yatima, wana chakula, wana nini, vile tulivyokusanya vitakwenda, vitawagusa. Kumbuka umetoa kidogo, lakini kitakuwa na mguso mkubwa. Tunaongelea mguso mkubwa. Napenda sana mfano wa mbu. Mbu ni kadogo sana. Ukifanya hivi umempiga maisha.
lakini mguso wake katika maisha yako ni mgumu, ni mzito. Dunia inaandika miradi mikubwa ya kupambana na athari za mbu. Mbu tu mdogo, mbu mdogo. Wewe unafanya nini kwa ajili ya jamii? Kwa hiyo nafasi hii tunaenda kushiriki ni ya muhimu sana, ni ya muhimu sana, na ni mbaraka mkubwa sana. Mimi nikitoa hiyo damu kidogo itasaidia watoto. Mimi nikitoa nina uwezo wa kuokoa watoto 2 mpaka 4 kwa kile kiwango cha damu ninachokitoa mimi. Haleluya! Ni kiwango kidogo, lakini kinasaidia maisha ya watu. Kama naweza nikasaidia maisha ya watu, mimi ni wa thamani mbele za Mungu, na Mungu atanipatia kibali machoni pake. Katika siku hiyo, vijana wa kanisa la Adventista wa Sabato kote katika kanda ya Kahama walikusanyika katika kanisa la Adventista wa Sabato Nyasubi, ambapo kwa pamoja walipata wasaa kutembelea kituo cha watoto yatima na wale wanaoishi katika mazingira magumu, ambapo mwenye kutia neno la faraja na moyo kwa vijana na watoto kituoni hapo ni mchungaji John Nguli, ambaye ni mkurugenzi wa idara za vijana katika field ya Nyanza Kanda Dhahabu. Jukumu hili ni jukumu letu sote. Sisi kwa kanisa la Waadventista wa Sabato na Wakristo wote, lakini hata kwa Waislamu nao wote tumeambiwa na Mwenyezi Mungu kuhakikisha kwamba tunaihudumia jamii yetu. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 25, ukianza aya 31, inaelezea mwana wa Adamu Yesu Kristo atakapokuja, nasema atakusanya mataifa yote, na atakapowakusanya atamhukumu kila mmoja kwa jambo alilolifanya. Na anapomhukumu, maswali atakayo watu watakapokuwa wakiuliza kwamba Bwana, kwa nini inakuwa hivi? Ukisoma hapo anasema, kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, njooni mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Anaendelea, kwa maana nalikuwa na njaa mkanipa chakula, nalikuwa na kiu mkaninywesha, nalikuwa mgeni mkanikaribisha, nalikuwa uchi mkanivika, nalikuwa mgonjwa mkaja kunitazama, nalikuwa kifungoni mkanijia. Ndipo wale wenye haki watakapomjibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona una njaa tukakulisha, au una kiu tukakunywesha? Tena ni lini tulipokuona mgeni tukakaribisha, au uchi tukakuvika? Na ni lini tena tulipokuona mgonjwa au kifungoni tukakujia? Ndipo mfalme atakapowajibu akiwaambia, kadiri mlivyowatendea mmojawapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni habari njema sana. Huwa nawaambia watu kwamba leo Yesu angelikuwepo, nadhani sio ndo wale, kuna neno baya huwa analitumia la wanafiki, wangekuwa wengi. Maana kila mmoja angejitahidi kwenda, na sijui hata mavazi angekuwa na vara nani. Maana kila mmoja angejitahidi kuhakikisha kwamba anampatia vazi. Kama ni suti atatafuta ya viwango. Yaani yuko radhi achukue mkopo aseme yani hii ya kwangu lazima tu ndo atavaa. Ingekuwa ni chakula, kila mmoja angejitahidi kweli kweli kuandaa chakula kizuri ili cha kwake ndo kiliwe. Lakini anasema yupo leo kupitia hao wadogo zake, kama hawa vijana ambao tumekuja kuwaona. Anasema yeye ndiyo hao vijana. Kwa kadiri tunavyowatendea, kuanzia wale wenzetu ambao wako boarding, wale wafungwa, kuna wagonjwa wako hospitalini, kuna yatima na wenye mahitaji mbalimbali wapo. Anasema kwa kadiri unavyomtendea mmoja wapo wa hao, ni yeye umemtendea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo niwaombe vijana, nianze na vijana kwanza kwa kuwashukuru ambao mmekuja kutoa chochote kwa ajili ya hawa vijana, lakini pia kwa huduma ambayo mmeendelea kuifanya na ambayo inaendelea, uchangiaji wa damu. Kwa kweli Mwenyezi Mungu awabariki sana. Ni jambo ambalo linatia moyo sana. Kwanza Mungu anabarikiwa sana na tendo hili tunapokuwa tunafanya hivi, lakini pia jamii inaguswa na kubarikiwa sana. Ukiwa unafanya hivi unaweza usielewe. Niwatie moyo kwamba Mungu anawapenda sana.
Mungu anawapenda sana na anawajali sana. Ninyi ni mboni ya jicho lake. Na kwa sababu hiyo ndicho maana mnatuona leo tumekuja umati huu. Hawa ni ndugu zenu, ni marafiki zenu. Ndicho maana tumekuja kuwaona, kuwasalimia, lakini na kuwabariki kwa hivi vichache tulivyokuja navyo. Niwatie moyo kwamba ninyi sio wa kwanza kukumbwa na mambo ya namna hiyo. Na hata sisi tumekuja tukijua wakati wowote na sisi tunaweza tukaitwa jina la namna hiyo. Maana hakuna anayechagua ambaye huwa anatuma maombi anasema Mungu, mimi natamani niwe hivi, mimi natamani, hata hayupo. Ni kitu kinatokea tu by the way. Lakini niwatie moyo kwamba wapo wenzenu ambao wanaishi maisha hayo na ambao waliwahi kuishi maisha hayo, walimtukuza Mungu, walifurahia. Yupo binti mmoja ambaye wanapenda kutoa visa vyake maana amefanya mambo makubwa, anaitwa Fanny Kolesby yule, ambaye aliishi miaka ile ya 800. Ni katoto ambako historia inaeleza kwamba kalipozaliwa tu daktari akafanya upuuzi fulani, akapita akakagusa, kumbe alikuwa ameshika chemical, kakawa kapofu moja kwa moja. Lakini baada ya muda mama yake, baba alikufa, baadaye mama yake akafa, kakabaki kakiwa ni yatima. Kakapelekwa kwenye kituo cha watoto yatima kama ninyi mlioko hapa. Ila kenyewe kalimpenda Mungu sana. Kakiwa na miaka 9 tu, kaliandika ushairi wa ajabu, kanasema jinsi gani Mungu anavyonijali, jinsi gani Mungu anavyonipenda. Japokuwa mimi ni kipofu, ni yatima, sitalia wala sitajuta. Ni mibaraka kiasi gani Mungu anayonibariki. Kaliongea maneno ambayo nilikuwa nayafikiria, nasema hivi, kwa nini huyu binti anaongea maneno haya? Ni kipofu, lakini pia ni yatima. Lakini anapoangalia anaona Mungu anambariki, Mungu anampenda sana. Amembariki kwa nini? Kanasema amekapa afya njema, amekapa uhai. Kuna wenzake wako kule wamewekewa oksijeni za kuwasaidia kupumua. Anafikiria hivyo kwamba kuna wengine wanakufa saa hii, lakini yeye anaona yuko hai. Japo kwamba haoni, lakini anahisi. Anahisi kuna mtu anatembea, kuna vitu vinafanyika. Kwa hiyo kalipo hesabu vile, kakasema Mungu anakajali, anakapenda sana. Kakaamua kufanya urafiki na Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo na ninyi nawatia moyo kwamba mfanye urafiki na Mwenyezi Mungu. Kaliishi maisha fulani magumu sana sana, ambacho huwa anafikiria, anasema hivi, leo wengi tungepitia maisha hayo. Maana baada ya hapo kalienda kakasoma shule za vipofu, kakamaliza kusoma shule za vipofu, basi akaajiriwa pale kufundisha, akawa anafundisha hayo maandishi nundu. Baadaye akakutana na Alexander, mwanamuziki yule, alikuwa ni mtu wa muziki, mtaalamu wa muziki, na yeye alikuwa ni kipofu. Akamuoa, wakazaa mtoto. Baada ya muda mtoto ila akafariki. Baada ya miezi 3 mume wake naye akafariki. Baada ya muda tena akaachishwa kazi. Unaweza ukaona maisha aliyoyapitia. Lakini kadiri haya yalipompata ndipo alipojishikanisha sana na Mungu. Akamfanya Mungu kuwa rafiki yake kweli kweli. Kwenye kale kachumba alikokuwa amekapanga, kuna kakona fulani ambako alikafanya kama sehemu ya kuongea na Mungu wake. Kwa hiyo anapokuwa na jambo lolote anaenda pale kwenye ile kona, anapiga magoti, anamuomba Mungu, na akawa anamwambia Mungu, wewe ndiye mume wangu, ndiye baba yangu, ndiye mama yangu, ndiye mwanangu. Alafu wewe ndiye mwajiri wangu. Kwa hiyo akiwa na jambo lolote kama linamhusu mama, anamuendea, sema sasa mama, nimekuja na shida hii na hii. Kama lina baba, anamuendea baba, nimekuja, wewe si ndo baba, ndo baba wa yatima, wa wajane na watu gani, nimekuja nisaidie hili. Akiwa na upungufu wowote wa fedha, anamuendea, sasa mwajiri wangu, leo na changamoto hii. Mpaka siku moja nimekuwa naambia ninyi vijana, siku moja niwasimulia wakati ambapo mwenye nyumba alikuja akachukua, akataka mfukuza. Anasema sasa sikiliza, nikija natoa hizo takataka zako, nauza na kufukuza. Mimi sikukufanya kuwa kipofu, wala sikukufanya uwe yatima. Mimi ndo niliua wazazi wako. Sikuua wazazi wako wala sikukupofusha. Nyumba nilijenga kwa ajili ya kodi. Nataka fedha. Ninakupa siku 3 naenda, nikirudi nikute fedha yangu. Alipotoka Fani ana maumivu yale ya maneno ya yule mwenye nyumba,
Akaenda tena kwenye kile kikona chake pale, alipofika akapiga magoti, akamuita tena, anasema, mme wangu na baba yangu, wewe uliyeruhusu nizaliwe, wazazi wangu wakaniacha, mume akaniacha, mtoto akaniacha, kazi hivyo hivyo, niko kama unavyoniona, lakini nashukuru niko pamoja nawe. Umemsikia mwenye nyumba alivyotamka, naomba unipatie fedha yake. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukaona alivyokuwa ametengeneza mazingira ya kumwamini Mungu, na alikuwa anamtegemea Mungu. Biblia ndicho kilikuwa kitabu chake pendwa. Alisoma vitabu vyote vya Injili akaweka kichwani. Zaburi, Mithali, wimbo zote aliweka kichwani. Hadi zote za Mungu alikuwa ameziweka kichwani. Kwa anapomwendea anamwambia, umeahidi hivi na hivi na hivi, naomba unipatie. Na alipomaliza tu kuomba vile, mzee William yule mwinjilisti anafika, anamwambia, mama nimekuja. Yaani leo tangu nilivyoamka moyo unanisukuma tu. Yaani nilikuwa sijisikii kufanya chochote mpaka nije nikuone. Nimekuja kuona kusalimia, lakini pia nimekuja na kazawadi kadogo kama mlivyofanya tukio hili. Kazawadi aliko katoa kalikuwa $10. Na hiyo $10 ndiyo era ya kodi aliyokuwa anadaiwa. Alipompa tu ile dada, anasema, Mungu jinsi gani unavyoongoza. Tazama ulivyomuongoza mtumishi wako. Yaani nilivyokuomba tu hujapita muda tayari umejibu. Ndipo anatunga wimbo ule wa njiani uniongoza. Na nyimbo nyingine nyingi alizitunga, lakini amezitunga katika mazingira yenu. Kwa hiyo ninawatia moyo, msijisikie wapweke, mkajisikia kwamba ninyi labda mfai mkoje. Mungu anawapenda. Mungu anawajali, anawathamini sana. Na ndicho maana tumekuja kuwaona, kuonyesha upendo wa Mungu. Ninawatia moyo nikiomba mfanye urafiki na Mungu. Hapa mlipo, Mungu atawabariki. Wengine mko hapa mtakuja kuwa viongozi wakubwa wa serikali hii. Mtakuja kuwa ni watu wakubwa katika jamii hii. Pale tu mtakapoamua kusoma kwa bidii kama ambavyo walezi wenu walivyosema, msome kwa bidii, ishini maisha matakatifu ya utauwa. Lakini pia mfanye Mungu kuwa rafiki yenu zaidi kuliko mwanadamu yoyote. Maana Mungu unapomuomba anasikia na anakutendea. Kwa hiyo ninawaomba sana Mungu mumfanye kuwa rafiki yenu. Kila mmoja apate muda wake wa faraga wa kukaa sehemu kumuomba Mungu, kumwambia Mungu nini unachohitaji Mungu akutendee. Mwambie Mungu anasikia, Mungu atakutendea. Siku moja utakuwa ni mbaraka, utaenda kwa wenzio, utawatia moyo, utaambia na mimi nilikuwa hivi na hivi, lakini nilimuomba Mungu, Mungu akanisaidia. Wakiwa kituoni hapo wakapata historia ya kituo hicho tangu kuanzishwa kwake na maendeleo yake hadi leo hii, ambapo vyakula na mahitaji ya shule ambayo iligharimu zaidi ya shilingi milioni 2 yakawasilishwa kituoni hapo. Kituo hiki kilianzishwa mwaka 2003. Kilianzishwa na wamama ambao walikuwa ni walimu, sasa hivi walishastaafu, basi wakakikabidhi mbele ya serikali. Serikali ilipoona kadri ya watoto wanavyoongezeka, ikaona hili ni jambo kubwa na ni jambo jema kwa sababu ya kutunza watoto na kuwaweka katika hali nzuri. Kwa hiyo wakapata kiwanja hapa Nyasubi chini ya mkurugenzi. Akawa sasa wamefanya utaratibu, wakapata hiki kiwanja ndani ya kikundi cha hawa mama. Wakawa sasa wanatembea kwa watu wema kuomba mchango. Baadaye sasa kikatengenezwa namna hii, na wengine wadau ambao wenye mapenzi mema wakajitolea mpaka imefikia hivi mnavyoona. Na watoto walivyoanzishwa walikuwa ni watoto kama 13, lakini baada ya kuhamishwa huko 2015 wakahamia Nyasubi ambao ndio hapa. Basi kadri ya miaka inavyoenda watoto wakazidi kuongezeka mpaka wakafika watoto 45. Basi kipindi hicho, basi tunashukuru uongozi wa serikali
ambao walezi wao wakuu ni ustawi wa jamii, ambao ndio wanaolea watoto wa hapa na namna ya watoto kuwepo hapa wanatokana na hiyo ofisi ustawi wa jamii, ambao watu mbalimbali wanawapeleka, ambao wakiona hali yao sio inaenda vibaya au katika maisha yao ya kunyanyaswa na vinginevyo. Kwa hiyo ofisi ya ustawi wa jamii ambao walezi wao ndio wanawaleta hawa watoto wakishirikiana na dawati la jinsia ambao ni polisi. Kwa hiyo tunaishukuru serikali kwa uamuzi wa kutengeneza makao ya watoto ambao hasa ni watoto yatima wapo na watoto waishio katika mazingira magumu wanaoyapata huko uraiani. Wanaletwa hapa kwa ajili ya makazi na pia ni kwa ajili ya kusoma. Tunashukuru uongozi mkuu huo wa serikali ambao ni ofisi ya ustawi wa jamii, kwa kweli inawashughulikia watoto wa hapa hasa kwa kusoma. Imeweka kipaumbele sana kwa ajili ya mtoto aingiaye hapa lazima asome. Baada ya msaada huo, vijana wakashiriki zoezi la utoaji wa damu ambapo zaidi ya chupa 40 zilitolewa. Jamii ya vijana iliyobadilishwa inaingia kwenye utendaji uliothabiti, na utendaji huo ni wa kuokoa maisha ya binadamu. Katika union yetu katika mikoa hii 13 na field na conference 6, vijana wametoka sehemu mbalimbali kwa ajili ya kuokoa maisha ya wanadamu. Kumbuka, wanafanya tendo kama matokeo ya kuguswa na Yesu na maisha yao yamebadilishwa. Sisi ni mkono wa kuume wa Yesu kuiokoa jamii, na ninaamini wengi wataguswa na wataupata wokovu. Kwanza kwa kile ambacho tumejifunza na juu ya neno lenyewe linavyotuelekeza ni kuwaendea rafiki zetu, majirani zetu, tukae nao karibu, kuwaelekeza namna ambavyo juma hili tulivyohubiriwa na kuelekezwa kwamba tusiache kuwafikia majirani zetu, jamaa zetu, ndugu zetu wote. Ni lazima wakae wakijua kuwa sisi ni vijana ambao tumemwamini Kristo katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Somo hili limekuwa mbaraka na limetugusa sana katika maisha yetu sisi vijana. Kwa maana kwamba ni somo ambalo lilikuwa linatukumbusha sisi tuliomo ndani ya kanisa kwamba pamoja na kwamba tunaufahamu ukweli, tusibaki na ukweli huo sisi peke yetu. Tuwapelekee wengine na wao ili waweze pia kufahamu habari ya Mungu na wao waweze kubadilishwa na kile ambacho pia sisi kilitubadilisha. Na kwa kweli tunatamani kushiriki nao. Ndio maana hata leo wengi wamekuja ili waweze kushiriki matukio haya ya kuipelekea jamii chochote, ili pia wote wanaoguswa na matendo yale tunayoyafanya waweze kubadilishwa na kumuona Kristo katika maisha yao. Kwa sababu sisi ni vijana na jamii inatuhitaji, na kupitia somo letu la wiki nzima ambao tulikuwa tunapaswa tuifikie jamii, tumeweza kushirikiana nao kwa sababu vijana ndio wana nguvu na vijana wengi ndio wataimaliza kazi. Kwa hiyo tukaona tushirikiane na jamii kama inavyoelekeza ili tuweze kufanya matendo ya huruma na pia kuisaidia jamii kwenye shida mbalimbali kama kufanya usafi, kutoa damu, kwa sababu watu wengi wanakuwa na mahitaji ya damu. Hivyo tumeweza kufanya vile kwa sababu kuna uhitaji wa kufanya hiko kitu. Na kwa kweli tunamshukuru Mungu, vijana wa kanda ya Kahama wameitikia kwa kiwango kikubwa. Na pengine imekuwa ni tofauti na matarajio tuliokuwa nayo. Wamekuja wengi na kwa kweli wengi wameguswa na tukio hili na wamefanya kwa uaminifu. Lakini pia tunaendelea kutoa wito kwa wengine pia kuendelea kushiriki mahali kwa ajili ya kuisaidia jamii na jamii hiyo iweze kumuona Yesu kupitia maisha yetu sisi vijana. Zoezi hili la kuigusa jamii ni zoezi endelevu, linafanywa karibu kila mwaka, kila mwezi linafanywa, na vijana wanajitoa, wanaingia sehemu mbalimbali kugusa jamii. Kwa hiyo tunatamani iwe ni sehemu ya maisha ya vijana. Huu ni mwaka wa 13 tangu tuanze kutoka na kuigusa jamii, tangu tuanze kuchangia damu. Kwa nchi ya Tanzania tumekuwa mstari wa mbele katika kuchangia.
Mwaka uliopita tulichangia kiasi kikubwa cha damu. Kwa siku hii ya matendo ya huruma tulichangia unit takriban 4600 kwa Tanzania nzima. Tunamshukuru Mungu, mwaka huu nadhani itazidi kwa sababu vijana mwitikio wao ni mkubwa na imekuwa ni sehemu ya maisha. Kanisa la Waadventista wa Sabato lina mwezi wa kuonyesha matendo ya huruma kwa vijana na kutoa misaada kwa watu wenye uhitaji. Kwa hiyo kanisa nalo limeandaa vijana kwa wiki hii kwa ajili ya kufanya matendo ya huruma. Hii nikiwa na maanisha kwa jimbo letu la NGBF, japo majimbo mengine yamekwisha kufanya. Siku ya leo tumefanikiwa kukusanya chupa 49 ambazo zitaokoa maisha ya watu. Maana yake kila chupa moja inaokoa maisha ya mtu mmoja. Hivyo tunashukuru kanisa la Waadventista wa Sabato kwa mwitikio huu wa jimbo hili la NGBF kwa ajili ya kuchangia damu na kuokoa maisha ya watu. Rai yangu kwa jamii ni jamii iweze kuhamasika na kuchangia damu kwa hiari. Kila mtu anapowiwa mwenyewe binafsi aje kitengo cha damu salama na achangie, kwa sababu kila anapochangia anakuwa ameokoa maisha ya mtu mmoja. Matendo ya huruma yanayoonyeshwa na vijana wa kanisa la Adventista wa Sabato yana nguvu kubwa ya kubadili jamii. Katika mwaka huu msisitizo kama ambavyo uliwekwa jamii inayobadilishwa umeleta ufanisi mkubwa kwa vijana kufanya kazi kwa umoja, kusaidia wagonjwa, kutoa msaada kwa watoto yatima na kusaidia familia zinazoishi katika mazingira duni. Kwa kufanya hivyo, vijana hawa wamesisitiza umuhimu wa kujitolea na kuonyesha upendo kwa jamii, ambayo hii ni changamoto kwa vijana wa kizazi hiki kwa kuwa sehemu ya mabadiliko chanya na kuwa nguzo muhimu katika kuboresha maisha ya wengine. Matendo haya ya huruma yanaonyesha kwamba vijana ni nguvu kubwa ya mabadiliko na wanaweza kuleta mabadiliko ya kweli kwa vitendo. Hadi wakati mwingine, mimi ni Baraka Ngofira, mwandaaji na msimulizi wa makala haya.